Nchini Tanzania kuna aina mbili za hatimiliki ambazo zinatambulika na kutolewa na mamlaka za serikali kwa maana ya Wizara ya Ardhi. Hati hizo ni hizi. Moja ni hatimiliki ya kiserikali au hati kubwa kama wengi ambao wamekuwa wakiita. Hii ni aina ya hatimiliki ambayo inatolewa kwenye maeneo yaliyopangwa na kupimwa vizuri, au kwa lugha rahisi kwa maeneo ya mjini. Lakini pia kuna aina ya pili ya hatimiliki ambayo inaitwa hatimiliki ya kimila. Hii ni hatimiliki inayotolewa kwenye ardhi ya kijiji, hasa kwenye mashamba. Kwa lugha rahisi ni hatimiliki inayotolewa kwa wamiliki wa mashamba au vijijini, inaitwa hatimiliki ya kimila. Lakini pia kuna nyaraka nyingine ambazo zinatambulika na serikali na zinatolewa na mamlaka za serikali kwa maana ya Wizara ya Ardhi, ambazo zinatambulisha umiliki wa ardhi. Dokumenti hizo ni moja, ofa. Hii ni nyaraka ambayo inatolewa ilikuwa inatolewa zamani, sasa hizi imezuiliwa kutolewa, lakini ni nyaraka ambao kabla hujapewa hati kubwa au hati ya kiserikali ulikuwa unapewa ofa. Kwa hiyo ni document ambayo inatambulika. Kwa hiyo wenye ofa mnaweza mkaenda kubadilisha hizo ofa zenu kuwa hati kamili. Hiyo inawezekana. Lakini document ya pili inaitwa leseni ya makazi. Hii pia ni nyaraka inayotolewa na Wizara ya Ardhi kutambulisha au kumtambulisha mtu kama mmiliki wa ardhi, hasa kwenye maeneo ambayo hayajapimwa au maeneo ambayo yamejengwa bila kupangwa wala kupimwa, kwa maana ya kwamba maeneo ya squatter au uswazi kwa lugha ya mtaani. Lakini pia unaweza kutoka pia kwenye leseni ya makazi kwenda kwenye hatimiliki kama tu utapima eneo lako na utapatiwa hiyo hatimiliki. Thank you so much guys kwa kuendelea kutuamini Lapex Properties kwa huduma ya kuuza, kununua na masuala yote yanayohusu ardhi, transfer, hatimiliki na mambo mengine. Karibuni sana Lapex Properties.